Naitwa Stella Othman Mgumia, manager Machinga Complex. Leo viongozi wa Machinga Complex, kamati za wafanyabiashara pamoja na viongozi wa utawala wa Machinga kutoka halmashauri ya jiji tumekuja kwa pamoja kuja kurudisha kwa jamii kama ilivyo kawaida. Kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani tuliweza kupata iftari. Tunashukuru sana viongozi wetu waliweza kutusupport. Lakini kwa kipindi hiki cha Kwaresma, hasa siku hizi mbili kuu ambazo zinaanza, kuna Alhamisi Kuu na Ijumaa Kuu, basi katika matendo ya huruma tumeona hatuna kikubwa cha kutoa kwa jamii. Tumechangia pesa kidogo kidogo, lakini tumeona pia tuchangie damu. Tumekuja Ocean Road kwa ajili ya kuchangia damu. Tumeona kwamba uhitaji mkubwa kwa wagonjwa wa Ocean Road, wanahitaji sana matibabu na matibabu yao yanategemea sana damu. Wanaishiwa sana damu. Kwa hiyo tumeona hakuna kikubwa cha kutoa mbele za Mungu, tutoe sadaka ya damu kwa wenzetu ili tuweze kuwasaidia. Kwa hiyo hicho ndio ambacho viongozi wa Machinga Complex pamoja na kamati mbalimbali zilizopo za uongozi wa Machinga tuliamua kwa pamoja kwamba kwa uwezo mdogo tulionao, hebu tuje tuchangie kwa wenzetu damu, na wengine wametoa mabegi kwa ajili ya kazi za mikono, wengine wanaotoka mikoani wahifadhi vitu vyao, lakini kuna nguo kadhaa watu pia wametoa kwa wale wanaouguza wametoka mikoani waweze kupata chochote. Hatuna cha zaidi kwa kweli, ila tunasema tu watu wengine ambao wanaona Ocean Road ni mahali ambapo pana watu wenye uhitaji sana. Kwanza limekuwa gonjwa linalotisha, linatuogopesha sote. Sasa hivi hata hatujui linasababishwa na nini haswa, na wakati gani utakuwa nalo, na wakati gani utakuwa umewahi kuweza kupata matibabu. Yaani mara zote ukiambiwa tu umepata mtihani wa kansa unakuwa na hofu kubwa sana. Lakini ni mahali ambapo tumejifunza kwamba kumbe ukiwahi hizi kansa zingine zinapona. Tunaomba tuwaambie tu wananchi tuwe tunahudhuria hospitali mapema, tunapimwa haraka, magonjwa ya kansa yanatibika, lakini pia tukumbuke kuja kuwaona wenzetu ambao tayari wamechelewa, wako kwenye tiba, wana uhitaji mkubwa sana sana. Kwa majina naitwa Malkiori Niniko, ni meneja huduma za ustawi wa jamii hapa taasisi ya saratani ya Ocean Road. Kwa namna ya kipekee siku ya leo tunayo furaha kubwa kuwapokea ndugu zetu halmashauri ya jiji la Dar es Salaam, lile eneo la Machinga Complex. Hichi kitengo kimefanya jambo kubwa na la kukumbukwa. Ni sadaka ya nafsi, mtu kuja kutuchangia damu. Sisi tunasema kwamba tone moja la damu linaokoa maisha. Wao wameamua kujitolea nafsi zao kwa ajili ya kugusa maisha ya wahitaji. Lakini kubwa zaidi ni kwamba wameweza kuacha shughuli zao. Leo ni siku ya kazi, wakaamua kuacha shughuli zao na wakaona pamoja na sadaka nyingine ambazo wamezitoa kwa ajili ya kusaidia wagonjwa wa saratani, bado wakasema watoe damu. Na niseme wazi kabisa kwamba tukisema wahitaji wa damu, hospitali zote zinahitaji damu, lakini tukizungumzia taasisi ya saratani ya Ocean Road ndipo mahali ambapo damu inahitajika sana kulingana na hali ya ugonjwa wenyewe wa saratani, ambapo wagonjwa wetu wengi kwa asilimia kubwa kulingana na hali ya ugonjwa wenyewe, lakini tiba wanazopitia, basi kunakuwa na uhitaji mkubwa sana wa damu. Kwa hivyo kwa watakao tusikia na wanaotusikia kupitia chombo hiki cha habari, tunatoa wito wakiguswa, tunasema karibuni sana taasisi ya saratani ya Ocean Road kwa ajili ya kuchangia damu, kuwasaidia ndugu zetu wagonjwa na kuwatia moyo, kuwapa faraja na kurudisha tabasamu katika nyuso zao. Naitwa Juma Hamisi Malecha. Ni mfanyabiashara katika soko la Machinga, lakini pia ni mshauri katika soko la Machinga. Leo tumekuja hapa Ocean Road kwa jukumu moja kubwa la kibinadamu. Tumekuja kuchangia utoaji wa damu kwa ajili ya wenzetu wenye uhitaji wa damu katika hospitali ya Ocean Road. Na wito kwa jamii, tunaomba jamii nayo iguswe
kwa sababu wenzetu waliopata matatizo ya kansa hawakuwahi kuagiza, kuomba wala kufanya makusudi. Kwa hiyo kipindi kama hichi cha Kwaresma, tulikuwa na kipindi cha Idi, soko la Machinga Complex kama washauri tulishauri, na tunamshukuru Mwenyezi Mungu tulikubaliwa na wenzetu wafanyabiashara kuwa tuwe na utaratibu wa kurudisha kwa jamii. Hichi ni sehemu ndogo sana tunarudisha kuliko tunayopata. Wito wetu kwa jamii mkubwa, kuwashika mkono makundi maalum, kuangalia watu wenye uhitaji, ili Mwenyezi Mungu nasi atupe baraka za kutuwezesha katika mambo yetu mbalimbali ambayo ya heri yaweze kufanikiwa kwa wakati. Kwa hiyo ninaiomba jamii na ninawaomba wananchi na Watanzania wenzangu kuwa na tabia ya kupima maradhi kabla ya kupata tatizo la maradhi yenyewe, kwani ukiwahi kupima utagundulika mapema na unaweza ukatibiwa mapema na kupona. Naitwa Hanifa Majura Kasabika, ni mfanyabiashara katika Machinga Complex na ni mwanamama mjasiriamali. Leo tumekuja katika hospitali yetu ya Ocean Road kwa ajili ya kutoa damu kwa hiari, na vile vile tumekuja kuhamasisha wakina mama pamoja na kina baba waelewe umuhimu wa kutoa damu. Damu ina umuhimu sana katika maisha ya mwanadamu. Damu ina umuhimu sana kwa wagonjwa, damu ina umuhimu sana kwa taifa letu, kwa haswa kwa wale watu wenye uhitaji. Umuhimu wa damu unaweza kusababisha mtu aweze kuishi kwa furaha, na endapo mtu atakosa damu basi atapata madhara mengi. Sasa leo kwa kupitia wagonjwa wao Ocean Road, sisi tumeona tuje tuchangie damu kwa hichi ambacho tumejiandaa. Kwa hiyo tunawaasa sana wafanyabiashara wa masoko mbalimbali wajitume na wajitoe katika zoezi kama hili la kurudisha fadhila au kutoa sadaka katika hospitali zetu mbalimbali. Sio Ocean Road tu, basi hata hospitali zingine waweze kwenda kuchangia damu. Kwa umoja wetu na kwa upendo wetu, leo wa Machinga, wafanyabiashara pamoja na viongozi, tunasema tupo tayari kulitumikia taifa na tupo tayari kujitoa kwa wakati wowote kwa wagonjwa na hata watu wengine ambao wenye uhitaji maalum. Asanteni. Ni mwenyekiti wa soko la Machinga Complex. Kwanza siku ya leo nina furaha kubwa katika kuja kwenye zoezi la uchangiaji wa damu, na hili zoezi ni ubunifu wa sisi wenyewe. Ni sehemu tu kuamua, tumehamasishana kama viongozi, wafanyabiashara, hebu twendeni tukawatembelee wenzetu ambao wako katika hali ya kuugua kwa sasa, na tukaona cha kuweza kuwachangia zaidi ya damu, kwa sababu tunajua uhitaji wa damu na uadimu wa damu. Kwa hiyo tunapokuja kuchangia damu tutakuwa tunakuja kunusuru maisha ya wenzetu kwa katika hali ya kuendelea kuishi. Kwa hiyo tunatoa wito kwa wenzetu, kwa sababu kutoa damu kwanza kiafya yenyewe iko vizuri kutokana na elimu ambayo tumeipata kwa madaktari ambao tumekuta umetupokea hapa. Kwa hiyo tujenge tabia za kuchangia kila wakati. Kwanza unajiweka vizuri afya yako, pili tuwasaidie hao, kwa sababu kuna watu ambao hawana uwezo wowote ule wa kuweza kuipata ile damu, hawajui wapi waanzie. Kwa hiyo sisi tumekuja kutoa, ni sehemu tu ya sadaka yetu kama Machinga Complex na kujenga uhusiano. Kwa hiyo ni hilo. Na naitwa Habiba Rajabu, ni mwenyekiti wa wafanyabiashara wanawake Machinga Complex. Tuko kwenye zoezi la uchangiaji wa damu. Sisi kama wa Machinga tumelipokea kwa furaha ili zoezi. Wazo baada ya kuletwa na meneja wetu, tukalipokea kwa furaha na fahari kubwa. Leo tuko hapa Ocean Road kwa ajili ya kuchangia damu. Wito wangu, nawaomba wanawake tujitokeze kuja kuchangia damu, kwani kuna watu wenye uhitaji. Kama tunavyojua hii hospitali inahusiana sana na masuala ya saratani. Kuna wanawake hapa wanahitaji sana damu. Tujitokeze wanawake, shime, tusiogope. Ni elimu tumepewa nzuri, na kutoa damu pia ni kuboresha afya yako ikawa imara. Kwa hiyo nawaomba wanawake wote wa Tanzania tujitokeze kutoa damu, kuchangia. Naomba kuwashukuru sana
wafanyakazi wa hapa Ocean Road kutupokea na tunapata huduma nzuri katika zoezi la kutoa damu. Asante.